Maeneo hayo ambayo yameainishwa, kwa kwanza ni kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni eneo la pitch kama tulivyoona, inaendelea kufanywa kazi kwa haraka zaidi. Maeneo ya dressing rooms, manager uwanja atazungumzia tayari, lakini tunakwenda kupelekea kuweka benches au viti vya kutosha. Miundombinu ya maji kwa ajili ya matumizi ya kawaida sasa imeshawekwa vizuri na maji yanatoka, na tumeona asubuhi kama maji yanatoka kwa wingi. Issue ya fans, vyote vimeshakarabatiwa, viko vizuri kwa ajili ya mechi zijazo. Kitu kingine ambacho kimekuwa kizungumzwa sana ni wakati wa mvua, wakati wa masika, maji yalikuwa kiingia ndani ya vile vyumba vya kubadilishia kupumzikia wachezaji. Tayari pale kwenye milango imewekwa matofali, yamekarabatiwa vizuri, maji hayawezi kuingia tena. Na upande wa kule nje patafanywa ukarabati zaidi ili kuhakikisha kwamba maji hata wakati wa mapumziko au wakati wa movement za kawaida maji yasiweze kuingia katika ile eneo la kuingilia wachezaji. Kwa upande wa huko juu, VVIP area itarudishwa ile zile platform zilizotengenezwa na TFF mwaka juzi, maana ziliondoshwa kwa sababu za kiusalama wakati wa mbio za Mwenge. Sasa zitarudishwa tena kwa ajili ya kuweza kufanikisha michezo yetu na kurudisha hadhi ya uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hiyo tunaamini, kwa mujibu wa manager wa uwanja na mwenyekiti wa MZFA, ligi imesimama kwa wiki kadhaa. Mpaka tunapoenda kuanza ligi, uwanja utarudi kwenye hadhi ya kimataifa, na tunatamani kwamba mechi zingine kubwa za kimataifa zirudi katika uwanja wa CCM Kirumba. Nafikiri nimezunguka, nimeona, niliposikia mmefungiwa nilishtuka na nilifikiri kwamba kuna jambo kubwa kabisa hapa ambalo lipo katika uwanja huu, kwa sababu mwaka jana mwezi wa 10 tulifanya sherehe za kitaifa hapa zenye hadhi ya kitaifa, ambao uwanja huu uliingiza watu 60,000. Ni tuliweza kuaccommodate. Kwa hivyo hakuna rekodi yoyote ambayo inaweza ikavunjwa uwanja huu wa Kirumba kuliko ile ya mwaka jana wakati Mheshimiwa Rais Samia alipofika hapa. Kwa hiyo kama tuliweza kuihudumia uwanja huu kwa kiwango cha watu 60,000 na wengine 10,000 wakawa viwanja vya furahisha, hatuwezi kushindwa kuhudumia washabiki ambao hawawezi kufika 30,000 au 40 wanaoweza kufika katika uwanja wa Kirumba. Sasa nimefurahi, nimeona kazi kubwa ambayo inafanyika. Manager na kupongeza, kwa sababu hali ya usafi ni kubwa na usafi wa mazingira ni kubwa. Endeleeni kuboresha usafi wa mazingira. Mimi nafikiri wenzetu wa chama cha soka waliamua tu kutukumbusha kwamba kuna mambo madogo madogo tuyazingatie. Hakuna jambo kubwa hapa. Kwa sababu nimeambiwa wakati under 20 Azam ilipocheza, maji yaliwahi kuflow kuingia katika eneo lile la kutembea kuingia changing room. Swala hilo la miezi 3 iliyopita lilishadhibitiwa, jambo hilo lilishaisha. Tukaambiwa changing room haina mabenchi. Mimi nafahamu kwamba wakati wa michezo huwa mnakodi viti, na timu kwa mujibu wa kanuni wanaostahili kukaa kwenye viti wanakaa kwenye viti. Kwa hiyo ninamwelekeza manager na nitaongea na katibu wa CCM wa mkoa ambaye ndio mwenye uwanja, ndani ya siku 7 kuwe na mabenchi ya kudumu ya wachezaji katika changing room badala ya kukodi, kwa sababu timu mwenyeji analazimika kukodi viti. Hawana haja ya kwa nini wakodi viti wakati changing room zile zina security. Wanaweza wakaweka mabenchi hata viti vya kudumu. Kwa hiyo manager, hiyo mabenchi ndani ya siku 7 tengeneza mabenchi ya kudumu. Jambo la pili, nimekagua pitch. Maeneo 3 yana ukosefu wa nyasi, na nafikiri ni kama 10% katika 100 ya hayo maeneo. Kwa hiyo pitch yetu bado ni bora zaidi. Naamini katika viwanja vingi vya Tanzania pitch ya Kirumba is the best pitch. Lakini endeleeni kumwagilia uwanja, ligi imesimama sasa. Endeleeni kuboresha miundombinu. Sisi na wana Mwanza kwa ujumla, faraja yao ni kuona mechi zote, ziwe za FA, ziwe zile ambazo za ligi, ziwe hata za African Cup of Nations zikichezewa wapi. Kwa hiyo na wewe lazima uwe manager wa viwango vya juu, kwa sababu sisi nia yetu ku attract vilabu vikubwa kuja kufanya mazoezi hapa Kirumba.
Lakini tatu, tumeambiwa hapa juu kuna stages ili watu wasiwe wanasimama VIP. Hii ni kitu ambacho ni kidogo sana, na umeniahidi kwamba katika kipindi cha muda gani? Wiki moja, kwa sababu vipo vilitolewa tu wakati wa Mwenge, ni just replacement, kurejesha. Sasa rejesheni. Na kwa kifupi, sisi tutaendelea kuwapa ushirikiano TFF na chama cha soka mkoa wa Mwanza. Na unajua watu wa mpira sisi lazima tuambiane ukweli, tunahitajiana. MZDFA wanahitaji serikali tunahitaji MZDFA, TFF wanahitaji serikali haiingilii mpira. Lakini uendeshaji wa mpira wakati mwingine kuna jinai zinazotokea. Zikitokea chama cha mpira hakihusiki, inaohusika ni nini? Serikali. Kwa hiyo sisi ni partners. Tutaendelea kutoa ushirikiano kwa chama cha soka. Michezo ni ajira kubwa sana, na serikali inatambua, na ni sera ya serikali, na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imetaja section maalum ya michezo. Rais wetu mmemsikia ana promote michezo kupitia goli la nani? La mama. Mimi mkuu wa mkoa nina goli la mkuu wa mkoa kwenye timu yetu ya Pamba. Kwa hiyo yote haya yanalenga kutoa motisha kwenye, na sisi hatuna masharubu. TFF ndio chombo kinachosimamia mpira, na wanapotupa maagizo hatuyakaidi, tunayatekeleza. Kwa hiyo tutatekeleza, na nyinyi baada ya wiki moja nataka wakaguzi waje wakague, watuambie kuna tatizo gani kwenye huu uwanja. Kama hakuna tatizo, wawapeni barua, uwanja utumike kwa shughuli mbalimbali za kimichezo ndani ya mkoa wa Mwanza. Hicho ndicho wana Mwanza wanachotaka kukisikia. Kwa hiyo mimi nawahakikishia wana Mwanza kwamba hatuna tatizo kubwa lolote hapa. Ninaamini kabisa kiwanja hiki kitaendelea kutumika kwa michezo mbalimbali ya soka, netball na vitu vingine katika mkoa wetu. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi.